Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix David Mngosongo kutoka kwenye maskani wa Mwenye Ujumbe Usaa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 niko hapa kufanya marejeo katika maendelezo ya kinabii ambayo tulieleza kupitia mtandao wetu wa YouTube na mtandao wetu wa TikTok kwa jina la Felix Mngosongo Ministry. Tulieleza kwamba sasa tutaanza kupandisha zile nabii zinazohusu nchi ya Tanzania, kwa maana katika mwaka wa uchaguzi wa mwaka 2025 Mungu mashuhuri Yesu alitoa nabii 6 ambazo zilikuwa zinaelezea matukio ya uchaguzi mkuu na matukio na namna mipango ya siri ilikuwa imefanyika na namna Mungu alivyotoa formula yake ya kinabii, namna nchi itavuka salama katika kutoa kinabii. Niko hapa kufanya marejeo kwamba tunaanza kupandisha zile nabii na kufanya marejeo ya kinabii, kwa sababu najua kabisa tayari ripoti ile ya Jaji Chande imekwisha toka na sisi tunafanya marejeo kwa sababu yote yalikuwa imetajwa kwenye ile ripoti ndio zile ambazo Mungu alikuwa ametoa unabii katika mikutano ya kinabii. Hii inaonyesha kwamba Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo katika lugha ya kinabii. Sasa niko hapa kufanya marejeo kati ya nabii zile ambazo tulikuwa tumezitoa au mambo mashuhuri Yesu alikuwa amezitoa. Ulikuwa na unabii ulikuwa wa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025, kwa maana siku 25 kabla ya uchaguzi mkuu. Mungu mashuhuri Yesu alieleza, kwa sababu niliona katika ono, niliona kama vile mwanajeshi amesimamishwa mbele, na namna vile mwanajeshi nimeona amevaa mavazi yake, lakini alikuwa na kofia nyekundu kwenye kichwa chake. Mambo mashuhuri Yesu aliponionyesha katika namna ile, akaniambia huu mwili unaoona hapa ni mwili ni roho chafu kutoka kuzimu katika mikoto ya kinabii. Kwa Mungu akaniambia huyu anapaswa apigwe risasi katika mikoto ile kinabii. Kwa nilitazama katika ono lile la kinabii, nikaona amepotezwa katika lugha ile ya kinabii, nikamwona hayupo, kwa maana ameharibiwa katika mikoto ile kinabii. Kwa hiyo Mungu mkuu Yesu akaniambia ni utoe unabii ule, na hakika tuliutoa, na Mungu mkuu Yesu aliniambia kwamba yule mtu aliyekuwa ameonekana kama mwanajeshi alivaa, Mungu akaniambia kuna mpango wa siri, kulikuwa na mambo ya siri yalikuwa yanaendelea katika nchi ya Tanzania katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo Mungu aliingilia kati kuyazima mikakati yote ya siri ya uharibifu katika nchi ya Tanzania, na wote mnajua kabisa kwamba nini kilitokea katika nchi ya Tanzania, na mmeona kabisa nini ripoti imesema kuhusiana na mipango na mafunzo yalikuwa yanaendelea katika nchi ya Tanzania, na ile kofia nyekundu ilikuwa inaonyesha mauaji, kiasi ambacho kulikuwa na mpango wa siri wa mapinduzi katika nchi ya Tanzania, na mambo mashuhuri Yesu alitoa formula ya kuzuia, na hakika nchi imevuka salama. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, tutaweka unabii ule, lakini nieleze tena Watanzania, nieleze viongozi wa serikali, niwaeleze tena wakuu wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, niwaelezea Watanzania wote mjue kabisa kuna watu bado wana mpango wa siri kuhusiana na nchi ya Tanzania. Watanzania walioko ndani ya nchi ya Tanzania na wengine wako nje ya nchi ya Tanzania wana mpango wa siri, na nyuma ya pazia kuna watu wengine kutoka mataifa mengine, ni kama kuna hali fulani wanajaribu kuiwinda katika lugha ya kinabii. Ndio maana mmeona ile ripoti inashambuliwa kila kona, lakini kuna siri nyuma ya pazia, kuna jambo nyuma ya pazia, kwa sababu walikuja na mkakati huo na ulitumia shabaha ya kutumia majukwaa mbalimbali. Wengine walitumia majukwaa ya wahubiri wa Injili na wakuu wa dini pamoja na madhehebu, waliinuka katika shabaha, waliwaandaa kwa mkakati maalum. Wengine walitumia wanasiasa wakaja na mkakati maalum ya matamko, wengine walikuja ni wanaharakati. Lakini wakati walikuwa wanatengeneza shabaha ile, nyuma ya pazia, chini kwa chini, kulikuwa na mkakati mwingine mzito ulikuwa unafanyika kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi. Ndio maana mnaweza kufanya marejeo, angalieni matamko yote yale, hotuba zote walikuwa wanazitoa vyama fulani vya katika nchi ya Tanzania. Hotuba zilikuwa zinatolewa na baadhi ya wanasiasa, hotuba zilikuwa zinatolewa na wanaharakati. Waangalie na wahubiri wa Injili, wengine walikuja na nabii za uongo, na ambao mnashangaa mpaka leo watu mmeshindwa kuwauliza, mbona mlisema 1 2 3, leo haijatimizwa? Watu wamenyamaza kimya. Hii kuonyesha kwamba watakuja tena na njia nyingine, kutumia njia hiyo hiyo kutaka kufanya uharibifu katika nchi ya Tanzania, kwa sababu tayari wameanzisha mpango mwingine wa siri kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Na Mungu aliniambia mpango huo wanauendeleza, kwa maana katika kipindi hiki cha karibuni, lakini watakuja na mpango mwingine mzito unaokuja katika nchi ya Tanzania kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Kwa hiyo ninatoa tahadhari haya ili watu wote mpate kujua. Msiendekeze watu wapuuzi katika nchi ya Tanzania, msiendekeze wahubiri ambao nyuma ya pazia wana mambo ya siri nyuma ya pazia. Na serikali, mfanyeni uchunguzi. Narudia tena, nilizungumza mwaka jana, narudia tena mwaka huu, fanyeni uchunguzi, kwa sababu kuna jambo la siri liko nyuma ya pazia, mweza kuisaidia nchi ya Tanzania. Lakini niko hapa kama nabii, nitafanya marejeo nabii wa tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Nilieleza wazi kwamba upanga umeachiliwa katika nchi ya Tanzania.
mwamba mkuu Yesu aliniambia, nimeachilia upanga, siko tayari kuifanya nchi ya Tanzania iingie kwenye kuharibiwa katika mikutano ya kinabii. Kwa hiyo ninaeleza hapa, kuna watu nyuma ya pazia wamenunuliwa na bado wana mkakati wa siri na mikakati mingine mizito inafanyika. Vyombo vya usalama, fanyeni uchunguzi wa kina, chunguzeni kila kitu kinachoendelea, chunguzeni hotuba zote, ili muweze kupata kujua kwamba huyu mtu hii aliitoa wapi katika lugha ile na ili kuweza kufanya udhibiti, kwa sababu kuna mpango nyuma ya pazia. Bwana na awabariki. Amina. Niliona mtu mmoja kama vile kuonekana kwake alikuwa kama askari wa jeshi gani sitasema, nikaona ameletwa, lakini nilipomtazama yale mavazi yalikuwa mavaa ya kijeshi, nikaona kwa namna ilivyokuwa namuona hakuvaa mwili wa mwanadamu wa kawaida. Niliona mwili kama mwili wa ibilisi, mwili wa kipepo. Na nikaona amevaa kofia nyekundu juu ya kichwa chake. Bwana Yesu akaniambia, nimeona huyu ni matamko kutoka kuzimu. Baadaye nikaona ameshutiwa, amepigwa risasi na amefariki dunia. Na haya ni mkakati maalum kwa ajili ya kurasikia usalama kwenye nchi ya Tanzania. Tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025. Nchi hii inapaswa ibaki salama. Tuna kazi maalum ya injili kuelekea dawa ya suluhisho. Yesu ametulia ujumbe nane kabisa. Lazima tutahakikisha usalama unaimarika. Na kazi ya injili ni kuhakikisha kwamba usalama unaimarika. Kazi ya kawaida njia za kawaida zikishindikana, tunaingia wenyewe. Maana tunazama kwenye ufunuo wa kiroho. Tunashughulikia mambo ya roho kama ufunuo kwa ajili ya nchi ipite salama katika mambo ya suluhisho. Na Yesu ananiambia nje makubaliano yote ya siri, yaani mikutano yote ya siri na maamuzi yote ya siri ya kishetani kwa ajili ya kutaka kuleta matatizo kwenye nchi ya Tanzania. Bwana anasema hivi, nimeshabatisha, nimeupiga, nimeufikia, nimewakamata, nimepanga ambao Mungu ametoa. Ninawafyeka, kasema mwisho. Yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000. Ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilielezwa zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kasi kikubwa kutokamata kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au ahadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano.